ambalo linafanya watoto wanafeli hapa Kakuyuni Boys. Kuna wanafunzi ambao ni day scholar. Leo anafukuzwa kwa fees, kesho anafukuzwa kwa nywele, kesho kutwa anafukuzwa kwa kuchelewa. Mwanafunzi hasomi. Mwanafunzi hasomi. Mimi nilifanya hapa miaka 4 na nilikuwa na ma-headmasters. Kama mtoto atatoka huko sehemu za Galana na aje hapa amechelewa, lazima ujue amecheleweshwa na nini. Lakini headmaster wa safari hii, day scholars kupata si nadra, kwa sababu day scholars wanafinyiliwa zaidi. Twende kwa bodi, twende kwa borders, twende kwa borders. Borders wako hapa, lakini Jumamosi hakuna kusoma. Ule wakati wa kusoma, wakati wa jioni saa 2, wanafunzi hawasomi. Mimi leo I want to put up a formal complaint. I have already written a letter. Nimeshaandika barua to TSC kuomba ya kwamba kuwe na uchunguzi hapa Kakuyuni Boys High School, na ikiwezekana kwa sababu community ya Kakuyuni imekataa principal, ikiwezekana principal apatiwe transfer aende mbele. Iwe 3 tukitoa moja, hiyo sufuria itakalika. Na tukitoa ya pili haikai. Na tukitoa ya 3 haikai kabisa. Asanteni sana. Sasa hapo tuwajibike, tujue kwa sababu ya performance ya watoto lazima sisi watu 3 tushirikiane na pia tushikane mkono ndio tuweze kuweza hii watoto wetu waendelee kimasomo. Ya kwanza ni mwanafunzi. Hao wanafunzi lazima wajue sababu gani, why are they here in school. Wajue sababu yao ni nini. Hapa wajue kwa walikuja hapa kusoma. Si ni kweli? Ya pili ni pia ni mzazi. Mzazi pia awajibike. Mzazi awajibike ya kwamba mtoto wake ako shule na ajue sababu gani alipeleka mtoto shule, ndio sababu apate elimu. Kweli ama sio kweli? Je, kama mzazi hawezi mwambia mwanafunzi ama mtoto wake aende shule, kweli hapa masomo itapatikana? Ya 3 pia ni walimu. Ya 3 pia ni walimu. Sisi watu 3 hawa wakishirikiana, wazazi, walimu na mwanafunzi wakishirikiana, we are sure that the performance of this particular school or any school, it is going to increase skyrocketingly. Tumekuja ndio tuweze kupata suluhisho. Haya, na nawahakikishia ya kwamba tunapata suluhisho, ndio maana unatuona sisi wote hapa. Tunapata suluhisho, sawa sawa. Na niwaambie, nimekuwa nikisikiza wale wazungumzaji wamezungumza hapa hata mwalimu akienda ni sawa, lakini pia sisi tuko na nini? Tuko na majukumu kama wazazi.